Boneka. Kwema kabisa. Kwanza nyumbani kabisa. Na Pamba Jiji ni timu yako toka automatically ukiwa ni mtu wa kwanza na maana timu zako zote ambazo zinaanza. Okay, leo mmeweza kupoteza dhidi ya Simba kubwa kabisa ambao inaelekea kutaka kupigania bingwa wa ligi. Inaonekana kuna kipindi cha kwanza hivi kurudisha goli kwa moja, lakini baadaye inaonekana kama baada ya kufunga goli la pili mwisho siku mlikatika. Hii inazungumzia nadhani tu zaidi kwa sababu timu ilikuwa imejiandaa kuja kupambana na ndio maana naona walitambuliwa goli, lakini mwisho wa siku tuliweza kusawazisha. Nadhani ndio kufanya makosa kwenye mchezo wa mpira wa miguu lazima uadhibiwe. Kwa hiyo makosa ambayo yalifanyika ndio yalitukarimu na kwa siku ya leo. Lakini nikupongeze sana kwa wachezaji kwa sababu wamefanya kazi kubwa na pia wametoa ushindani ambao mpira wa miguu ni mchezo wa wazi na ni mchezo ambao unaonekana. Kwa kila mtu ameona kazi ambayo Pamba Jiji Pamba Jiji tunasikia wamekuja na ndege na saa 3 wanaondoka. Ni utaratibu wa siku zote? Sio utaratibu wa siku zote, lakini ukiangalia ratiba ambayo ilivyo Pamba anatakiwa kucheza na Mtibwa tarehe 17. Leo ni tarehe 14. Ungekuwa wewe ndio ambaye una manage ile timu, ulikuwa unaweza kufanyaje ili kuendana na mtiririko wa ratiba? Timu inatakiwa Dar es Salaam, lakini inatakiwa Mwanza na ipate muda wa kukava na muda wa kufanya mazoezi. Kwa nadhani hizi zingine ni siasa tu za football, lakini uhalisia unajionyesha kwamba ratiba ndio imesababisha Pamba waweze kusafiri na ndege. Pamba sio mara ya kwanza kusafiri na ndege, walienda kucheza playoff na Posta, walikuwa wanaenda kucheza Tanga na hatukuweza kubahatika kwa msimu ule kuweza kupanda daraja. Timu iliondoka na ndege kutoka Mwanza mpaka Tanga. Kwa hiyo hizi zingine ni propaganda tu za kwenye football ambazo hauwezi kuzuia, lakini cha msingi nadhani ni katika tu uwajibikaji wa kufuata ratiba ya ligi. Kwa ni kweli kwamba hakuna mtu aliyetia mkono kusema bwana Pamba nyewe mtaenda na kurudi na ndege. Tunamshukuru viongozi wote wa timu ya Pamba kuweza kuhakikisha timu ya kuna mtu yote ambaye anaweza akatia mkono. Mimi naamini hii ni timu ya jiji, hii ni timu ya wananchi wa Mwanza. Kwa mwisho wa siku jiji wanajiweza kuweza kuhudumia timu. Pongezi kwa RC wa mtani. Kwa kama shabiki mkubwa sana wa Pamba Jiji kutokea Mwanza, pia kuna mchezaji wenu ambaye ni tegemezi kwa sasa hivi kwa mchezaji bora kabisa. Tunasikia kuna sehemu amesaini, hatuna uhakika sisi kama waandishi. Tungependa kuweza kujua inawezekana hiyo ndio sababu iliyomfanya labda asiweze leo hii kucheza. Sasa hizo ni sababu za mimi shabiki kama mimi pia ni shabiki tu wa Pamba, mambo mengine yote tunayaachia pembeni. Kwa hiyo ni swali moja kwa moja lilikuwa linamlenga mwalimu. Mimi ni shabiki tu, kwa hiyo siwezi kusema na kujifanya najua sana, ila naamini ni sababu za kiufundi na za mwalimu mazoezi hakuweza kuona kama anaweza kutumika siku ya leo, lakini sio vingine. Mechi zimebaki 4, mnajiona wapi mpaka ligi kuu? Kusalia kwenye ligi kuu ya Tanzania Bara ndio malengo ya Pamba sasa. Yes, kusalia kwenye ligi kuu Tanzania Bara. Yes, kwa sababu kwa hesabu zilivyo hizo mechi 4 bado ni ngumu, ambao wana uhakika wa kuendelea labda kusalia kwenye ligi kuu Tanzania Bara inawezekana ni nafasi labda 4 au 3 za juu ambazo sisi pia mpira ni mchezo wa mahesabu. Kwa hiyo hatuwezi kujiamini kiasi hicho. Kwa malengo ni kumaliza kwenye nafasi za juu, lakini kuhakikisha pia tunasalia kwenye ligi kuu Tanzania Bara. Na tukizungumza kifootball, unampa nani garantia kwa bingwa? Hapo tunazungumza kifootball. Nani ambaye anaongoza kwenye ligi kwa sasa? Ndio umesema kifootball sasa. Na mimi ndo nakuuliza nani ambaye anaongoza kwenye ligi kwa sasa? Kwa gap la point ngapi? Asituangalie ligi na kwa namna sasa ambapo natazama kwenye alama 2 ambazo zimesalia na michezo 4 kwa kila timu. Nani unampa garantia kwa bingwa msimu? Let's say tuseme kwa mfano ligi inaisha sasa hivi, nani anakuwa bingwa? Ligi inaisha sasa hivi. Yanga Africans. Yanga bingwa. Yanga? Asante bwana. Asante sana.